Kama mnavyojua, tokea tukio la kutekwa na kujeruhiwa kwa Mdude Nyagali limetokea mkoani Mbeya hapa Iwambi, sisi kama Chadema na wananchi wa mkoa wa Mbeya hatujaridhika. Kwa hiyo kwa sababu tunatambua thamani ya uhai wa mtu na maisha ya mtu yanapatikana mara moja, hatuwezi kuendelea kukaa kimya. Na sisi Mbeya tumesema tunataka tukomeshe hali hii ya kutekana, kwa sababu hakuna mtu ambaye yuko salama. Leo utaona ni Mdude, kesho atakuwa mwenyekiti wa mkoa, kesho atakuwa kiongozi wa kata, kesho atakuwa nani. Hakuna actually ambaye yuko salama. Tumeona Tarime kuna mfanyabiashara alichukuliwa, wengi sana. Ukianza orodha ya watu ambao wanachukuliwa nchi ni wengi sana. Lakini kwa tukio la Mdude nafikiri ni karibuni mara ya 5. Nakumbuka siku za nyuma Mdude alitekwa, na baada ya kutekwa alipigwa na alikwenda kutupwa kwenye mitaro. Wasamaria wema wakamuona, wakamuokota. Kwa hiyo ndio maana kwenye tukio la mara hili lililotokea, sisi kama chama ilibidi tuongozane na mamia ya watu kuendelea kumtafuta Mdude kwenye mitaro, kwenye maporomoko, kila mahali. Kwa siku zote hizi ambazo mmekuwa mkitupa ushirikiano, sisi kama wanambea tumefanya, wanachadema na watu wasio na chama, na tumekuwa tukizifanyia kazi pia taarifa za watu mbalimbali zilizotolewa mitandaoni, watu wa karibu, na ndio maana kuna hatua tumezichukua. Sasa baada ya mitandao ya kijamii na watu kuzungumza, nafikiri mliona kwenye taarifa za mitandao ya kijamii, watu wanasema mkuu wa mkoa nendeni. Kwa hiyo tulilazimika jana kuomba appointment na mkuu wa mkoa na akakubali. Bahati nzuri leo tumeenda ofisini kwake. Tulikuwa na timu ya watu 7, nikiwepo mwenyekiti wa mkoa, makamu mwenyekiti wa kanda ya Nyasa Franki Mwakajoka, akiwepo katibu wa kanda, katibu wa mkoa Mheshimiwa Aonga, pamoja na wakili wetu wa chama Mwakilima, pamoja na mwenyekiti wa vijana. Tumefanya kikao kwa masaa kadhaa. Kwanza tukimweleza kwamba wananchi wana mashaka kama ambavyo watu wameendelea kusema kwamba Mdude anashikiliwa na ofisi yake, lakini mkuu wa mkoa Mheshimiwa Omera amekana na ametupa ushirikiano kwa kiasi, kwanza kwa kukataa, lakini kwa kuchukua hatua za maksudi kumpigia RPC tukiwa mbele yake na kumwambia kwamba tukutane naye ili tumpe information, kwa sababu sisi tulikuwa na malalamiko dhidi ya jeshi la polisi kwa zile taarifa za awali kwamba inasemekana waliomchukua Mdude wanafahamika kwa kuwa walimuulizia siku 2 kabla ya tukio lenyewe. Kwa hiyo ushirikiano uliotupa mkuu wa mkoa ni kutukutanisha na ofisi ya RPC, kwa sababu mara ya kwanza walikuwa wanachenga. Ikumbuke tumeenda kwa RCO, tumempa ushirikiano lakini hakutoa ushirikiano mzuri. Lakini jana tumeenda kwenye ofisi ya RPC ili tuonane na RCO, hakuwepo, na RPC pia hakuwepo, ilikuwa ni siku ya Jumapili. Kwa hiyo tukaendeleza zoezi letu la matembezi. Tumetembea jana kwenye makolongo, kwenye makaburi, tumeenda rufaa, tumeuliza mortuary, tumeuliza emergency, kote wanatuambia hakuna taarifa za Mdude. Basi baadaye tukakubaliana kwamba leo tutakuwa tunakutana ofisi zetu za kanda, na tumefanya hivyo, na leo ilikuwa ni kuelekea kwa mkuu wa mkoa. Bahati nzuri katoa ushirikiano. Sasa baada ya pale tumezungumza mambo mengi sana na mkuu wa mkoa, ingawaje jukumu la mkuu wa mkoa ni kulinda usalama wa raia wa mkoa wake, kwa sababu yeye ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama. Kwa hiyo ilikuwa haikwepeki, na tumemwambia mkuu wa mkoa katika hili alikuwa hana namna ya kukwepa, maana yeye ana jukumu la kuwalinda wananchi wake wa mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo baadaye alipotuhamishia kwa RPC tumeenda sasa. Bahati nzuri zaidi, nafikiri juzi mliona statement ya jeshi la polisi makao makuu Dodoma wakisema kwamba wamezisikia hizi taarifa na wanakuja. Kwa hiyo bahati nzuri leo tumekutana nao kwenye ofisi ya RPC, wawakilishi wa jeshi la polisi kutoka Dodoma ambao wamekuja kwa hili swala ambalo linahusiana na tuhuma za jeshi la polisi, kwa sababu kiukweli sisi kama Chadema tulikuwa tuna imani tena na RPC wala RSO kwamba wanaweza wakalishughulikia hili jambo kwa sababu liko kwenye ofisi yao. Lakini bahati nzuri tunapata imani kidogo sasa kuona jeshi la polisi kutoka Dodoma wamekuja ili kushughulikia jambo hili, na sisi tumewaahidi kwamba tutawapa nini ushirikiano watakaohitaji. Sisi tumeomba kwa jeshi la polisi kwamba kwa taarifa tulizonazo tunajua ndugu yetu wako naye. Kwa hiyo tumewaomba wao wafanye namna yoyote ile Mdude Nyagali apatikane akiwa hai, na sisi tutakuwa tuna shida nyingine. Tunachokitaka ni Mdude apatikane. Kwa moja ya vitu ambavyo tumekubaliana kwamba jambo hili tuliache kwao na tuwape ushirikiano kwa hatua za awali,
lakini sisi kama chama tumekubaliana nao kwa sababu ili pia uende mahakamani lazima kuna taratibu za kisheria zifanyike, lazima watu wahojiwe, lazima upelelezi ufanyike. Sasa hao watu wetu ambao wana taarifa watafuata taratibu za kisheria. Kuna wanasheria wetu wa chama wapo, tutawasindikiza na viongozi ili wahojiwe na asikamatwe mtu yeyote, maana kila mtu ana haki ya kutoa taarifa, na sisi tutawapa taarifa. Na haya yote tunayafanya tukiwa tuko very committed, wajue kwamba sisi tunamhitaji Mdude kwa sababu kesi kama hizi zimetokea nyingi. Kwa hatuwezi tukaacha mwanachama wetu apotee kizembe, lazima tupambane. Na tumesema pamoja na kwamba tumetoa ushirikiano kwa jeshi la polisi, tumeenda kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa, sisi kama viongozi lazima tutumie hekima. Kuna wakati fulani lazima tuzungumze na viongozi wenzetu. RPC ni mwenzetu, mkuu wa mkoa ni mwenzetu, tunazungumza nao. Lakini kama itashindikana kwa muda ambao tunafikiri sasa inatosha kuwapa hawa polisi, sisi tutaendelea kulia kama umma. Tutaendelea kuwaunganisha watu ili tumdai mtu wetu. Kwa hatua za awali tumekubaliana tuwape ushirikiano kwanza wa awali wa kuwaleta mashahidi wetu, tuwapeleke kwenye ofisi ya RPC chini ya hao wasimamizi ili kusudi waendelee kupata hizi taarifa, wajue sisi Chadema tutungi taarifa. Hakuna mtu ambaye ana ugomvi na jeshi la polisi, ni jeshi letu. Lakini tunajua ndani ya jeshi kuna vikundi vya watu wahuni wanaolichafua jeshi. Kwa hiyo sisi tumesema tutatoa ushirikiano, lakini kama Mdude hatapatikana tutaendelea kudai na tutaendelea kumtafuta, maana ni haki yetu. Na wakitukuta sehemu tumerundikana, wasituulize ni kwa nini. Ni kwa sababu tunamtafuta mwenzetu. Hakuna aliye salama nchi hii kwa sasa. Kila mtu hana uhakika na usalama wake. Ukiangalia kwenye nyumba ya Mdude, nyumba ina geti la chuma, ina mlango. Ndani ya dakika 5 mlango umevunjwa na wakamchukua Mdude na kumuumiza. Sasa nani ambaye yuko salama? Kwa hiyo sisi hatutakaa kimya. Tunajua kuna gharama katika haya, lakini hatuna namna ya kukwepa, lazima tupambane, maana nafasi ya kuishi tumepewa mara moja tu. Watu waliotoka Dodoma tumewaeleza mchakato mzima wa tukio lilivyokuwa na mashaka yetu kwa hao askari. Kwa tumewapa kila kitu. Kazi yao wao ni kwenda kufanya uchunguzi. Na kufanya uchunguzi sisi hatuwaingilii kwa sababu kufanya uchunguzi ni kazi ya kisayansi. Kuna namna ambavyo wao wataenda kufanya uchunguzi. Kwa hiyo wao wametuomba ushirikiano wa taarifa tulizonazo sisi kama chama. Tumewapa kwa sehemu na tutaendelea kuwapa kwa sababu bado wako wapi? Wako Mbeya. Lakini tulichoshukuru tu ni kwamba jambo hili tena alishughulikiwi na ofisi ya RCO. Kwa hiyo kama ofisi ya RCO inakaa pembeni, wapo wapelelezi wengine kutoka Dodoma, walau tunakuwa tuna imani kwamba haki itatendeka, na tunaomba haki itendeke kwa sababu kama haki itatendeka, maana yake sisi kama umma tutaendelea kumdai Mdude na kumtafuta, kwa sababu kazi ya serikali ni kulinda raia wake. Kwa hiyo sisi tumewapa ushirikiano kwa hatua ya awali kama viongozi ili kusudi watuonyeshe ndugu yetu. Kama binadamu kuna taarifa nyingi amezisikia za yeye kuhusishwa. Ukumbuke kuna matukio kadhaa yanatokea, kwa hiyo naye kama binadamu kwa ile pressure mitandaoni amezungumza namna alivyojisikia, na nimempongeza kwa ustahimilivu kwa sababu amekuwa na stahili. Tunapiga mishale lakini alikubali kukaa kikao na sisi Chadema, na tumemwambia kwamba pamoja na yote yeye tutaendelea kumlilia, maana ndio mwenyekiti wa ulinzi na usalama, na yeye amekubaliana na hilo na amemwagiza RPC akiwa anazungumza naye kwa njia ya simu kwamba akutana na Chadema, na tumefanya hivyo. Kwa leo tulikuwa na vikao viwili kwa RC na kwa RPC. Lengo ni kutafuta solution, tunampataje Mdude, kwa sababu tunafahamu wao ndo wana dhamana ya kulinda raia na mali zake. Ndio kazi ya jeshi la polisi na ndio kazi ya viongozi.